unamwona anaendelea kuposti. Maana kuna watu wanatoa vitu kidogo wanamposta. Sasa swali, kwa nini hao wanadada asiitwe sawa labda na baraza na kadhalika, wakamwambia hicho wanachokifanya hapana, usahili kufanya hivyo na kadhalika. Kama hawajafanya basi ni vyema wakafanya, na hii sio kwamba anakomolewa Sheikh Walid. Hii inakomolewa baraza. Yaani watu watakuwa waelewe. Mimi niko kwenye umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania, ni mkurugenzi wa umoja. Mimi ninapoenda sehemu kwenye jamii au pahala popote, nikifanya jambo baya kwenye ile jamii, mimi kinachochafuka sawa, cha kwanza pia na taasisi yangu na yeye anafanya nini? Na yeye inachafuka. Yaani ukimchafua Bakozi, tafsiri yake anaonekana ni muhadhiri yule. Tafsiri yake wahadhiri wote wanafanya nini? Na wenyewe wanaingia doa. Kwa mfano, nitakupa mfano wa kawaida. Mimi ni dai, ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu, na niseme wazi, unaweza kuona kwamba kuna baadhi ya wahadhiri, maki wahadhiri ni wengi Tanzania hii. Wako maelfu ya wahadhiri, watu wengi sana. Sasa huwezi kwa wakati mwingine kwa control wote, inakuwa ni ngumu kidogo. Sasa anaweza katokea kuna muhadhiri akaenda kwenye mji fulani akafanya uchafu, na kule watu walisema ni wahadhiri, unakuta watu sasa wahadhiri bana hawafai bana, wahadhiri mambo yao ya hovyo. Ukimuuliza swali, je, Bakozi kuna sehemu yoyote amewahi kwenda kwenye mji wote kafanya jambo toka aanze kuhubiri zaidi ya miaka 20? Nitajie mji mmoja tu ambao mimi Bakozi nimewahi kwenda afu nikafanya mambo ya hovyo. Anasema wewe sijawahi kukuona. Sasa kama hujawahi kuniona kwenye mambo ya hovyo, mbona unasema wahadhiri wote? Kwa sababu kuna muhadhiri kachafua. Kwa hiyo unaweza kadhani kwamba kuchafuliwa kwa shekhe mmoja wa BAKWATA ukasema ni shekhe mmoja. Hilo jambo linachafua baraza. Kwa hiyo baraza wanatakiwa waliangalia hilo jambo kwa maslahi ya baraza. Sawa, kwamba jambo hili alimchafui Sheikh Walid tu, bali ni jambo linachafua nini? Baraza. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ajue anailinda status ya baraza. Yaani mfano mimi nikienda pahala popote kama muhadhiri, nyuma yangu najua kuna baraza la umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania. Kwa hiyo mimi nikifanya jambo baya ninachafua baraza la umoja wa hadhir. Kwa hiyo lazima mimi nisimame vizuri ili sifa iende pia kwa nini? Kwenye umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania. Sasa kama wao wana huo uwezo wa kulifanya likaisha alafu bado wakasema acha liendelee, maana yake kwa kudhani labda linaweza likamshika mtu mmoja tu, hiyo itakuwa sio sawa. Kwa hiyo mimi binafsi ninaendelea kuna shauri kwenye eneo hilo, kama kuna namna fulani ya kurekebisha mambo warekebishe mambo, kwa sababu kutengenezwa watu kumshafua mtu fulani kwa sababu ya nafasi, hilo sio jambo la sawa. Kiuhalisia ni sababu kubwa ni nafasi. Kama Walidi angekuwa hiyo nafasi hana, wala usingeasikia hayo. Ndio maana nimekupa mfano, Sheikh Walidi amekuwa imamu wa Kichangani kwa muda wa miaka 30. Sheikh Walidi amefundisha watu wengi mno, vijana wengi, lakini pia kuna shule pale kubwa, na nafikiri sasa hivi wanatoa mpaka thanawi kama sikosei, iko chini ya Sheikh Walidi. Sawa. Kwa unaweza ukaona kwamba ni mtu anatengeneza watu wengi kwenye imani. Mbona huko miaka yote hakuna mtu aliyetokea akasema hivyo? Kwa hiyo shida kubwa ninayoona mimi ni ushekhe wa mkoa, kama alivyosema marehemu Luwasa pale bungeni. Alisema shida kubwa ni waziri mkuu, ngoja mimi nijiuzuru. Kwa hiyo wakati mwingine vyao ndio vinakuwa shida. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi shida kubwa ni ushekhe wa mkoa, wala si kitu kingine chochote. Hawa wanaotokea hawa wanaweza katokea hata 10 wakatokea na Sheikh Walid, wanaweza kutengeneza watu 30, 40, 50 waje tu kwenye mitandao ili mradi kutengeneza ukubwa wa tatizo la kumchafua shekhe. Kumchafua shekhe mradi atoke kwenye nafasi. Atoke kwenye nafasi, lakini pia unajua kuchafuliwa kunataka ujasiri. Yani ukiwa unachafuliwa kunataka ujasiri. Usipokuwa jasiri unaweza ukajikuta hata kufanya yale majukumu yako ukaanza kuyaonea uoga kuyafanya. Lakini naamini kwa shekhe hawezi kurudi nyuma kwenye kutekeleza majukumu yake ya kidini, ataendelea kuyatekeleza vizuri bila kuwa na shaka wala wasiwasi wote. Unaliambia nini baraza? Maana dada anavujisha hadi message. Sijajua sasa kama kuna mtu anaweza akatengeneza namba akasave Sheikh Walid wakawa wanatumiana message, unaisha kama Sheikh kama anatukana hivi message ambazo zinavuja. Hizo unaweza kuambia hizo habari ni sasa hivi. Hii iko vipi? Yaani bado watu kilio kikubwa kipo kwa baraza, litoe. Kwanza niseme kitu kimoja. Sheikh Walid ni binadamu, sawa? Hiyo message iwe yake isiwe yake,
kwa sababu pia namba sio hoja. Unajua ukishakuwa unazungukwa yani mathalani takupa mchezo mmoja hivi. Watu wengi wa team watakuwa wananielewa. Mimi naweza kuchukua simu yako hiyo tukaweka hapa laptop, kuna program. Sawa? Mimi nikachukua ile simu nikaipiga kwenye laptop. Pap. Nikishaipiga kwenye laptop hapo, maana yake ni kwamba mimi naweza nikatuma message kutoka huko ikaja kwako ikaingia kwa namba yangu. Yaani ikaingia kwa namba yako. Mtumaji wa message inakuwa mimi, lakini naituma kwako, ikiingia kwako inaingia kwa namba ya nani? Kwa namba ya mtu huyu niliyochukua simu yake. Kwa hiyo kwa sababu Sheikh Walid ni mtu wa watu na kwenye mkakati mkubwa unaotengenezwa na watu, anaweza akachukua akaandaliwa mtu tu. Bana hakikisha unapata simu ya Sheikh Walid, ukiipata wewe ipige sehemu pani picha ile kamera yake pap, ukimaliza pale watu wanaenda kuedit. Sheikh Walid amekaa, kuna mtu mwingine anatuma message. Ikiingia kwa yule mwanamke inaingia kwa namba ya nani? Ya Sheikh Walid. Kwa hiyo yule mtu akaana tukana naye, ukijua anatukana kumbe Sheikh Walid namba. Hivyo vitu vipo, technology imekuwa bana. Kwa hiyo kutuma message sio inaonyesha namba ya Sheikh Walid anatukana, hiyo sio, it is not issue. Inawezekana pia yakawa pia ni mambo yale muendelezo wa kuyatengeneza mambo. Lakini kwenye hatua ya kawaida pia niseme binadamu yote anaweza kuwa na hasira pia. Yaani inaweza katokea ukapata hasira, sawa, kwa sababu hasira zimeumbiwa nani? Binadamu, katoa neno kali, sawa, kwa sababu ya hasira ya mambo yanayoendelea. Lakini kimsingi message sio evidence sana kwenye dunia ya leo. Na sio message tu, hata video. Sawa, inataka tafiti kubwa. Yaani wale leo huwezi kwenda mahakamani ukaenda na video sio fulani anaingiliana na mtu fulani ukasema bana nimeileta hii video ndio ushahidi wangu. Hiyo video nayo inataka watafute wataalamu waje waifanyie uchunguzi hiyo video, waseme je kweli ni ya kwake. Yaani maana hata video zinaweza zikatengenezwa. Yaani usishangae hata siku ya siku kuna video sasa inatumwa tena shehe ndio unamuona anashughulika. Yaani usishangae. Kwa hiyo huu unaweza kuwa ni muendelezo wa kimkakati. Sawa. Kwa hiyo watu wanaweza kusema tunaenda step by step. Kwa step ya kwanza tutaanza na hii. Step ya pili tutatengeneza message, tutazituma. Step ya tatu tutatengeneza video, tutazisambaza. Kwa hiyo inawezekana hapo unaona message, baadaye hata ukaja ukaona nini? Ukaona video. Kwa sababu nini? Huo ni mkakati. Kwa hiyo mkakati unatengenezwa kwa akili na kwa maarifa. Lakini kuona video katika ulimwengu wa leo, mtu anafanya mapenzi, usiamini moja kwa moja sasa ni yeye, kwa sababu upowezekano mpaka wa kutengeneza video upo. Nimekupa mfano mmoja tu, ukimuuliza IT yoyote atakwambia hilo jambo lipo. Yaani ninaweza mimi nikachukua simu yako, nikaipiga sehemu kwenye kamera au kwenye laptop na kadhalika, nikaenda nikaitengeneza. Baadaye hapo mimi natuma message kwa mtu fulani na mtukana, ikiingia kule inaingia kwa namba yako wewe. Na wewe ukijibu ile message inakuja kwangu. Alafu mimi ndo najibu. Huyu hajui kama kuna mtu anachezesha. Baadaye unakutana na mimi unaenda kunishtaki mahakamani. Kumbe mimi nilikuwa sijui lolote. Kwa hiyo nayo it is not issue kwa dunia ya leo. Dunia ya leo tunaelewa mambo mengi sana, technology iko above, iko juu sana katika mambo hayo. Shebakozi, nini kauli yako kuhusu hii issue? Kauli yangu moja tu. Baraza lisifanye mambo yoyote yale. Sitaki kusema wamefanya kwa mihemko. Lakini mihemko isisukume kufanya mambo. Mambo yote yanapotokea, hata wakisikia shekhi wao fulani ana hili, kwanza wajitulize, wajipe muda, wafanye tafiti, alafu waangalie maslahi mapana ya baraza na dini. Alafu baada ya kuangalia maslahi mapana ya baraza na dini, ndio waende wakafanye nini? Maamuzi. Kwa hiyo bila kuyatizama hayo na kuangalia hayo, inaweza kuwa tatizo zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio kauli yangu ambayo mimi ninaikusudia. Sheikh Bakonzi, swali lingine la ziada hapo. Tumeona mufti baada ya kutokea kuchafuliwa kwa Sheikh Nuruddin Kishki aliingia kaja akasawazisha mambo. Na hili la Sheikh Walid linazidi kupamba moto, lakini bado mufti hatujaona kitamka kauli zaidi ya utenguzi uliofanyika kupitia msemaji wa baraza. Je, hilo nalizungumziaje juu ya mufti kutoingilia hili jambo mpaka hivi sasa? Sitaki kutoa tafsiri tofauti sana na maswali ambayo yametangulia. Naona yanataka kwenda kuendana. Niseme sitaki kusema hajatoa kauli kwa sababu mufti ni chombo kikubwa. Inawezekana anataka kutoa kauli lakini kwanza anafanya tafiti. Unajua dini inataka kufanya mambo kwa tafiti. Kwa hiyo nataka nimchukulie udhuru kwa sababu bado mimi sioni kama ni muda mwingi sana umepita. Bado naamini kwamba inawezekana kuna tafiti fulani anaifanya, na baada ya kuifanya hiyo tafiti sasa
ndo aje azungumze. Kwa hiyo imani yangu mpaka leo najua mufti atatoa neno. Kwa hiyo sina mashaka na hilo, najua mufti atatoa neno na hatimaye mambo yataeleweka vizuri insha Allah. Shukrani sana. Na mimi nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Asanteni sana.